Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Kuhisi mtu anataka kukuchafua kwa sifa mbaya. Utafanya malipizi ili mtu aweze kupata maumivu. Kuchoka kuonewa. Heri yako kuambatana na mambo mengi yenye kukuchanganya. Utajaribu kitu ili uone mwelekeo wake. Kuambiwa kitu ambacho kitatimia. Kutoridhishwa na matendo ya mtu. Utajitahidi kwa nafasi yako ya kupambania kitu. Kutumiwa mzigo ambao uliuagizia. Kutamani au kutaka kufanya kitu cha maendeleo. Utaonyesha uthubutu kwa hilo. Kuyanakiri maelezo ya mtu vizuri, hivyo hutosahau. Nyota ya Mapacha. Mtu kuondoka kwa makasiriko. Utarudisha muamala wa mtu aliyokosea kwako. Kujua kuwa uwezo wako wa maono unapungua. Kuhisi umetawaliwa na roho chafu. Kuzichukia ndoto za jimai ambazo zinaashiria una kiumbe mchafu. Moyo wako kudunda sana. Kujihisi utofauti na kutopenda kutembea sehemu ya jua kali. Nyota ya Ndoo. Kushauriana kitu na mtu. Kufanya uaminifu kwa kitu cha mtu. Kuwa na mazungumzo ya kifamilia. Kutumia dawa ya kupunguza maumivu. Mtu mkaidi atahitaji suluhu na wewe. Kutumia kitu kwa uangalifu. Nyota ya Kaa. Kuielezea changamoto ya kazi. Pesa ya mtu kukupa mawazo. Kumpa mtu mafunzo ya kutumia kitu. Kutamani uonane na mtu baada ya kuwasiliana naye sana. Kujua kuna kitu kitazungumziwa. Kumwandikisha mtu kwenye jambo fulani. Kufuatilia sana habari. Utakuwa na uangalizi mkubwa kwa mtu kutokana na hali yake. Kuongea kwa hisia sana na kumfanya mtu akusikilize kwa makini. Kuwaza kwa nini uwapendao wanakuwa adui kwako. Nyota ya Samaki. Kuiona dhamira ya mtu ikitimia au kutendeka. Kutamani kuifuta namba ya mtu. Kuhitaji mtu akudhamini kwa jambo au kitu. Kukipenda kitu ulichokichukia mwanzo. Kuiona mizoga mara kwa mara. Itakujulisha baadhi ya mambo kutokuwa sawa. Nyota ya Nge. Kuhisi harufu ya kitu kilichoungua. Kuondoa pingamizi uliyokuwa nayo. Mtu kukuelezea kwa namna ya ukubwa au kuhisi utafanikiwa. Usaliti wa mtu utafanya umkumbuke tena. Kuandika ujumbe wa kulalamika. Kujihisi uchovu sana. Miwani yako kuvunjika kwa mtumiaji wa kitu hicho. Kusahau ratiba muhimu. Nyota ya Ng'ombe. Utatekeleza jambo la mtu lenye ugumu. Mtu atayaamini maneno yako kwa unachomwambia. Kutamani utatue jambo fulani. Maswali ya mtu yatakufanya ugundue kitu. Kupatana na mtu kuhusu safari. Kupata kikao cha dharura. Ugeni kukufikia. Nyota ya Mashuke. Kutafutwa na mtu ambaye si kawaida yake. Kujihisi mwenye kulia moyoni. Kutumiwa pesa kimya kimya ila utajua imetoka kwa nani utakapoiona. Kusemeshwa na mtu ila utakuwa mwenye mawazo mengine. Utatoa ahadi utakayoitimiza. Kuhabarishwa ujio wa mtu. Nyota ya Mbuzi. Kuwa na mazungumzo yenye heri na mtu. Kuambiwa jambo ambalo ulitamani kuambiwa. Kuonesha hali ya kufurahia kitu au kuridhishwa nacho. Kuhisi jambo kutotimia. Utakuwa na ukimya sana kwa mtu. Nyota ya Punda. Kujipa matumaini. Kuhisi mtu kwa kuchukia au hana habari na wewe kwa sasa. Utakuwa mwenye hisia za kujua ukweli. Kuhisi jeraha lako la moyo linapona. Kupata habari ya mtu kufirisika au kupoteza mali nyingi alizokuwa nazo. Utamjulisha mtu makosa yake aliyoyatenda. Nyota ya Mshale. Kumuona kiumbe sehemu aliyojificha. Itakujulisha utapata kitu usichokitarajia. Kujumuishwa kwenye jambo ambalo hauhusiki. Kuchukia kusingiziwa. Kuiona hali ya mtu inazidi kuwa mbaya. Utahitaji kumsaidia mtu kwa namna kumwelekeza kitu. Kupoteza pesa sehemu. Utalipia kitu mara mbili bila ya kujua.
kupatiwa maelekezo mengine ambayo yatarekebisha kitu. Nyota ya Simba: kuzidishiwa kitu au malipo, kuhitaji mtu awe upande wako, kumhisi mtu vibaya, kufanyia kazi maagizo uliyopatiwa, kurudi sehemu baada ya muda mrefu kutokuwepo, kusumbuka kwa tatizo la kimtandao kila ukitaka kuwasiliana na mtu, dhumuni lako kuwa na ugumu kutimia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.